watu walikata tamaa kwa sababu ya mazingira. Hawakuona fursa ya kufanikiwa. Hawakuona kwamba ndoto zao zingeweza kufanikiwa. Wakavunjika moyo kwa sababu ya mazingira, ama kwa sababu ya hali wanazozipitia. Kwa sababu Mtume Paulo misheni yake ilipita kwenye mazingira magumu, na kila mazingira misheni yake ilifanikiwa. Maono yake yalifanikiwa, ndoto yake ilifanikiwa. Kusudi alilokuwa amelibeba alikuwa anahakikisha. Wewe mfikirie mtu Paulo anachukuliwa, anashtakiwa, anasafirishwa akiwa amefungwa, analindwa na zaidi ya watu 100 kama sio 200, alafu anasafirishwa, na katikati ya safari ile misukosuko inatokea, lakini bado yeye ana mission ya kuokoa wengine. Hata pamoja na hao, kwenye mazingira hayo, wakati upo kwenye mazingira magumu, ni rahisi sana kuanza kulaani wale wanaokusababishia mazingira magumu. Ni rahisi sana kuwalaani wanaosababisha wewe kupitia hayo mazingira magumu. Utawalaani. Wakati mwingine unavunjika moyo. Wakati mwingine wale watu, hata kama una sababu ya kuwasaidia wapate kuokoka, unasema heri wafe. Misheni ya Paulo katikati ya watu waliokuwa wanamshtaki yeye, misheni ya kwake aliyokuwa ameibeba ni kuleta wokovu wa Kristo. Katikati hata ya wale waliokuwa wamemtia mbaroni, wamemfunga minyororo, bado yeye ndio mwenye hatima, ndio ana misheni kwa ajili ya wokovu wao. Soma Biblia utaona. Lakini wakati sisi tunapita kwenye mazingira magumu, ndio wakati tunachanganyikiwa. Hauoni kufanikiwa kwenye mazingira yoyote. Lakini nataka nikuambie, mpango wa Mungu kwa mtu aliyeamini, maana yake ile mission na ile makusudi ambayo Mungu ameyaweka ndani yako, anataka ufanikiwe katika hali zote, kwenye mazingira yoyote. Hata kama kuna vita vya namna gani, amini hapo pana mafanikio. Yani usirudi nyuma. Watu wengi wamekata tamaa, wamevunjika moyo. Unaona, yani sasa hivi kanisa sio zuri, sasa hivi unajua kuna hiki, sasa hivi unajua hali ya nchi. Ngoja nikuambie, hiyo sio shida. Hiyo sio shida. Hali ya nchi sio shida. Sijui kuna nini, sijui unajua sasa hivi kila kitu kitapanda. Unajua Marekani sijui na nani, unajua kila kitu kitapanda. Hakuna shida, vipande, lakini mafanikio yetu yako kwenye mkono wa Mungu katika hali zote. Lazima tujifunze kufanikiwa. Katikati ya vita lazima tujifunze kufanikiwa. Kama kanisa, wakati watu wanasema hamna hela, ndio wanatakiwa ufanikiwe hela. Au unasemaje? Sasa kama kila mtu anafanikiwa hela, wewe utashuhudia nini? Natakiwa iwe ngumu. Watu wengine hawaoni kufanikiwa, wewe uone kufanikiwa katika hali zote. Mtume Paulo anaandika akiwa anamaanisha aliyoyapitia, na katika yale mazingira alifanikiwaje. Hatuji kanisani ili tujisikie vizuri, ili tumefanya ibada, tumeimba, waimbaji Mungu awabariki, na vitu vingi tunaweza kuvifanya. Lakini kuna kitu kimoja ambacho Mungu anataka, ni kutubadilisha. Mwalimu mmoja akatufundisha mahali, akasema usiombe hela, usiombe baraka, usiombe hiki. Hadi tu challenge kweli. Akasema tatizo kubwa Mungu akiuangalia moyo wako, hata ukiomba hela, hata kama anazo hakupi. Kwa nini? Moyo wako. Akasema kama kuna maombi unapaswa kuomba hata usipoweza kujua moyo wako. Maana maandiko yanasema nini kwenye kitabu cha Yeremia? Anasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, nani anayeweza kujua? Hata wewe mwenyewe hujui. Anasema lakini mimi Mungu naujua. Kwa nini nasema hivyo? Alisema kama kuna kitu unapaswa kuomba, mwambie Mungu, badilisha moyo wangu, uje kwenye mapenzi yako, uje kwenye kusudi lako, uje kwenye shauri lako. Maana moyo wangu ukija kwenye mapenzi yako, baraka obvious sio za kuomba. Ombi ambalo pengine lingekuwa na maana kubwa kwa Mungu, badilisha moyo wangu, maana unayajua matatizo yangu. Hata nikiomba hela, yawezekana nikaongeza tatizo zaidi, maana moyo wangu ni mbovu. Alafu na mimi siujui, ndio maana sina hiki na hiki na hiki. Anasema najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote, anaweka nukta.
maana yake mafanikio katika hali yoyote ni given. Hivi unaamini kwamba inawezekana? Katika mazingira, anaendelea hapo mbele kidogo, anasema na katika mambo yoyote, alafu ikawekwa nukta, koma. Ni rahisi sana kusema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hiyo ni wimbo wa Sunday school ambao wakati mwingine una hata matokeo. Ni wimbo, na shetani anaweza akasema imbeni, alafu tutaona. Na yaweza wakati ukishtuliwa tu umeanguka. Na yaweza ukikutana na changamoto tu umerudi nyuma, umekata tamaa. Sio kuongea. Acha tuone muktadha wa neno. Acha tuone aliyokuwa anazungumza alikuwa anamaanisha nini. Anasema na katika mambo yoyote, yani mambo yoyote yani mambo yoyote ambayo Mungu amekupa kama mission kwenye maisha yako, lazima ifanikiwe. Labda Mungu awe hajapanga.